Karibu katika tafakari ya neno la Mungu katika kipindi hiki kitakatifu cha Pasaka. Bado tunatembea katika mwanga wa Kristo mfufuka, tukifungua mioyo yetu ili neno lake litutie nguvu, litujaze tumaini na litufanye mashahidi wa furaha ya ufufuko. Hebu tulisikilize kwa makini neno la Mungu, liruhusu litubadilishe na lituelekeze katika uzima mpya wa Pasaka. Haleluya. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nawe, mpenzi msikilizaji. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu la siku ya leo, Jumamosi ya juma la 7 la Pasaka, siku ambayo kanisa linatusimamisha katika ukimya mtakatifu, tukingojea kwa hamu ujio wa Roho Mtakatifu katika sikukuu kubwa ya Pentekoste kesho yake. Leo ni kama usiku wa kungojea mapambazuko, ni siku ya matarajio, ni siku ya sala, ni siku ya kutazama nyuma na kuona jinsi Mungu alivyoongoza kanisa lake tangu mwanzo, huku tukijiandaa kupokea nguvu mpya kutoka juu. Katika kipindi chote cha Pasaka tumemsindikiza Kristo mfufuka. Tumemsikia akiwafariji wanafunzi wake, tumemsikia akiwaahidi msaidizi, yani Roho Mtakatifu. Tumewaona mitume wakihubiri kwa ujasiri, tumemwona Paulo akivumilia mateso kwa ajili ya Injili. Na sasa tunafika karibu kabisa na Pentekoste. Kesho Jumapili, kanisa litaadhimisha mojawapo ya sikukuu kubwa kabisa katika maisha yake, ujio wa Roho Mtakatifu juu ya mitume. Lakini kabla ya upepo wa Pentekoste, kabla ya ndimi za moto, kabla ya mahubiri yenye nguvu, kulikuwa na kipindi cha kungojea. Na hilo ndilo kanisa linatufundisha leo. Mungu hufanya kazi pia katika nyakati za ukimya, matarajio na maandalizi ya ndani. Katika somo la kwanza tunamwona mtume Paulo akiwa Roma. Cha kushangaza ni kwamba Paulo yuko kifungoni, lakini neno la Mungu halijafungwa. Ana minyororo mikononi, lakini moyo wake uko huru. Ana askari anayemlinda, lakini bado anahubiria watu Kristo bila uoga. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinamalizika kwa picha hii nzuri sana. Paulo akiwa Roma, akiwapokea watu, akihubiri ufalme wa Mungu na kufundisha habari za Kristo Yesu bila kuzuiwa. Hii ni ishara kubwa kwa kanisa lote, kwa sababu dunia inaweza kumfunga mhubiri, lakini haiwezi kuifunga Injili. Watu wanaweza kuzuia makanisa, wanaweza kuwatesa waamini, wanaweza kujaribu kuuzima ukweli, lakini neno la Mungu linaendelea kuishi. Ndiyo maana mpaka leo, baada ya miaka mingi sana, Injili bado inahubiriwa, Kristo bado anajulikana, na kanisa bado linasimama. Kesho ikiwa ni Jumapili, tutasherehekea Pentekoste. Neno Pentekoste maana yake ni siku ya 50 baada ya Pasaka. Lakini kwa kanisa, Pentekoste si kumbukumbu tu ya tukio lililopita, ila ni mwendelezo wa uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Kabla ya Pentekoste, wanafunzi walikuwa wenye hofu, waliochanganyikiwa, waliokuwa wamejifungia ndani. Lakini baada ya Pentekoste walibadilika kabisa. Petro aliyemkana Yesu mara 3 anasimama hadharani na kuhubiri kwa ujasiri. Mitume waliokuwa na hofu wanakuwa mashahidi wenye nguvu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa amewajaza nguvu mpya. Ndugu msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, wakati mwingine tunamzungumzia Roho Mtakatifu, lakini bado tunabaki na picha isiyoeleweka vizuri. Roho Mtakatifu si nguvu ya ajabu tu, si hisia tu, si kivuli kisichoonekana. Roho Mtakatifu ni nafsi ya 3 katika Utatu Mtakatifu. Ni Roho wa Mungu anayefanya kazi ndani ya mioyo yetu. Ni yeye anayetufariji tunapoumia. Ni yeye anayetutia nguvu tunapokata tamaa. Ni yeye anayetufundisha kusali. Ni yeye anayetupa hekima, na ni yeye huyo huyo anayetukumbusha maneno ya Kristo. Basi bila Roho Mtakatifu,
Ukristo unakuwa mzigo wa sheria, lakini akiwa ndani yetu, maisha ya Kikristo yanakuwa safari ya neema. Swali muhimu leo si Pentekoste ni lini, bali je, moyo wangu uko tayari kumpokea Roho Mtakatifu? Kwa sababu Roho Mtakatifu haingii katika moyo uliojaa kiburi, moyo uliojaa chuki, moyo uliojaa dhambi bila toba. Ndiyo maana kanisa linatualika kusali zaidi, kutubu dhambi zetu, kusamehe wanaotukosea na kufungua mioyo yetu kwa ajili ya mapya anayoleta Roho Mtakatifu. Mitume walijiandaa kwa sala pamoja na Bikira Maria, nao wakangoja kwa umoja. Hivyo hata sisi tunaalikwa kuingia katika Pentekoste kwa moyo wa sala na umoja. Katika sehemu ya Injili ya siku ya leo, Petro anamuuliza Yesu kuhusu mwanafunzi mwingine, na huyu itakuwaje? Lakini Yesu anamjibu, wewe nifuate. Hapa kuna fundisho kubwa sana. Mara nyingi sana tunajilinganisha na wengine. Kwa nini yeye amefanikiwa? Kwa nini maisha yake yako vizuri? Kwa nini huduma yake inaonekana kubwa? Na kwa nini mimi napitia haya? Lakini Yesu anatukumbusha, kila mtu ana njia yake ya wito. Kazi yetu si kuishi maisha ya mwingine. Kazi yetu ni kumfuata Kristo kwa uaminifu wetu binafsi. Wewe nifuate. Maneno hayo ni muhimu sana katika dunia ya leo yenye mashindano, yenye wivu na kujilinganisha kila wakati. Injili inamalizia kwa kusema, huyu ndiye mfuasi aliyeshuhudia hayo na ushuhuda wake ni kweli. Kanisa limejengwa juu ya ushuhuda. Mitume hawakuhubiri hadithi walizozisikia mbali. Walishuhudia yale walioyaona na kuyaguza katika maisha yao pamoja na Yesu. Na hata leo dunia inahitaji mashahidi wa kweli, watu wanaoishi Injili, watu wanaopenda kwa dhati, watu wanaosamehe, watu wanaobeba matumaini. Pentekoste inakuja kutufanya mashahidi wa namna hiyo. Tunapozungumzia moto wa Pentekoste, si lazima tufikirie moto wa nje unaoonekana kwa macho. Moto wa Roho Mtakatifu unaweza kuonekana kwa namna nyingi: katika moyo unaosamehe, katika kijana anayechagua usafi wa moyo, katika mama anayesali kwa ajili ya familia yake, katika padri anayehudumu kwa uaminifu, katika mtu anayekataa rushwa, katika Mkristo anayesimama upande wa kweli hata akiwa peke yake. Hapo ndipo moto wa Pentekoste unaendelea kuwaka. Leo tunahitimisha juma la 7 la Pasaka. Tumetoka mbali katika safari hii ya kiroho, kutoka kaburi tupu kwenda katika matukio ya Kristo mfufuka kupitia ahadi ya Roho Mtakatifu hadi sasa tunaposimama kwenye mlango wa Pentekoste. Na ujumbe mkubwa ni huu: Kristo hajaliacha kanisa lake. Roho Mtakatifu bado analiongoza. Katika dunia yenye vita, migawanyiko, hofu na kukata tamaa, kanisa bado lina matumaini kwa sababu Roho wa Mungu bado yupo. Tusali. Njoo Roho Mtakatifu, ujaze mioyo ya waamini wako na uwashe ndani yetu moto wa upendo wako. Tuondolee hofu na udhaifu, tujalie hekima ya kuijua kweli yako. Tufanye mashahidi wa Kristo katika familia, katika sehemu zetu za kazi na katika jamii yetu tunayotoka. Kama ulivyowabadilisha mitume siku ya Pentekoste, badilisha pia maisha yetu. Tufundishe kuishi katika upendo, umoja na matumaini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ndugu msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, leo kanisa linatualika kuingia katika ukimya wa sala na matumaini makubwa. Kesho tutasherehekea Pentekoste, siku ya kuzaliwa kwa kanisa lenye nguvu ya Roho Mtakatifu. Hivyo leo fungua moyo wako, acha chuki, samehe, omba kwa imani na mwambie Mungu, njoo Roho Mtakatifu, kwa sababu moyo unaomkaribisha Roho Mtakatifu hauwezi kubaki vile vile tena.
Asante kwa kuwa nasi katika tafakari hizi za kipindi cha Pasaka kupitia Radio Maria Kenya Nairobi, sauti ya matumaini na mwanga wa Injili, na wengine wanavyopenda kusema parokia hewani, ama ukipenda sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Na tunapoumaliza mkesha huu wa Pentekoste, kumbuka Mungu hajamaliza kazi yake ndani yako. Roho Mtakatifu bado anaweza kukuinua, kukufariji na kukugeuza kuwa mwanga kwa wengine. Makala haya maalum kutoka meza yetu ya makala hapa Radio Maria Kenya Nairobi yameandaliwa na kusomwa kwako nami Shamba, nikikuahidi tu mema baada ya ujio wa Roho Mtakatifu. Njoo Roho Mtakatifu, kanisa lako linakusubiri. Siku njema. Waka